Haya bwana wasikilizaji, tunajaribu kwenda spidi sana ili tuweze kumalizana na hii simulizi, tuendelee na ratiba zingine msikilizaji. Na leo hii tuko katika sehemu ya 10. Msimuliaji wako ni mimi BHB wa makala simulizi. Karibu sana, tuendelee na simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Mrembo Adia. Ni katika sehemu yake ya 10. Na msikilizaji, swala ni moja lile lile. Nisiache kukukumbusha kwamba usijaribu kuruka matangazo ambayo yanayokuja hapo katikati ya simulizi hii na mwanzoni, kwa sababu hayo ndiyo yanayokufanya wewe uweze kusikiliza simulizi kwa utulivu mzuri kabisa. Sasa unapokuwa unayaruka, unaweza ukapata shida mbalimbali huko mbele katika kusikiliza. Basi usijaribu kabisa kuyaruka. Na bwana, tunaendelea katika sehemu ya 10, na katika sehemu ya 9 tulishia mahali ambapo mwana dada Adia alikuwa ameshashawishiwa tayari. Kwamba tayari alikuwa ameshashawishiwa na yeye amekubali, ili kwamba akadai talaka yake. Na kijana Jelan sasa alikuwa na yeye yuko katika kipindi ambacho anapaswa asaini hati ya talaka ya mwanadada Adia, ili kusudi yeye aweze kutoka mahabusu kule ambapo alipowekwa. Sasa kwa hayo na mengine mengi, hebu tuendelee katika sehemu hii ya 10 ili tuweze kujua kwamba ni nini sasa ambacho kinaendelea. Basi familia ya mzee Aikaeli kwa kusaidizana kabisa na familia ya mwanadada Adia ni tayari walishakuwa wameshatafuta mwanasheria ambaye alikuwa ameandika hati ya talaka ya mwanadada Adia. Kijana Jelan alipelekewa hati ya talaka wakati huo huo akiwa kule mahabusu, na hatimaye alisaini hati ile kuonyesha kwamba tayari mwanadada Adia ameshamtalaki, yani ameachana naye kabisa. Japokuwa lilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linamuumiza sana kijana Jelan, alikuwa hajapenda kabisa kumwacha mwanadada Adia, lakini kwa sababu ndilo sharti pekee ambalo lililokuwa limebaki ili kwamba yeye aweze kuruhusiwa kutoka kule mahabusu, ilimbidi afanye hivyo. Naam, alifanya hivyo, na hatimaye sasa hati zile za talaka alizipatiwa mwanadada Adia na kwenda nazo mpaka kule wodini, mahali ambapo alipokuwa amelazwa kijana Manyota X, na hatimaye pale sasa alifurahi. Ulikuwa ni wakati huu ambapo sasa kijana Manyota X pamoja na mama yake waliweza kuruhusiwa kurudi nyumbani. Walirudi nyumbani huku wakiwa na furaha kubwa sana. Na sasa kijana Jelan alikuwa na yeye anaruhusiwa kutoka kule sasa mahabusu, kwa sababu kesi yake tayari ilikuwa imeshafutwa. Hii ni baada ya hati ile ya talaka kuisaini, kwa sababu kijana Manyota X yeye alihitaji tu hati ya talaka kwa mwanadada Adia ili aweze kufuta ile kesi ya yeye kuumizwa. Sasa wakati wako kule nyumbani, yani kijana Manyota X pamoja na mama yake walikuwa sasa wakiendelea kujadili namna ambavyo atakavyomchukua mwanadada Adia. Yani huyo namchukua na kuwa mke wangu sasa hivi, kwa sababu tayari ameshaachika rasmi. Basi hamna shida, kama ndo mwanamke ambaye unayempenda ni jambo zuri. Mimi jambo ambalo nililokuwa sitaki ni wewe kutoka na mwanamke wa mtu ambaye hajapewa talaka, jambo ambalo lingekusababishia matatizo kama unavyoona haya yaliyokutokea sasa hivi. Hapa sasa hivi mama ni salama kabisa, naweza kumwoa hadi ya muda wowote. Kwa kweli ilikuwa ni furaha sana katika moyo wa kijana Manyota. Kwa mwanadada Adia, yeye bado alikuwa hajakubali kuolewa moja kwa moja na kijana Manyota X. Lakini Manyota X alikuwa tayari ana furaha, akijua kabisa hakuna kilichobaki. Alijua kabisa kwamba hata kama kuna ugumu, lakini kwa wakati huu ndio ule wakati ambapo ni jambo rahisi kabisa kumuoa, kwa sababu ni swala la kumshawishi pekee, kwa sababu tayari ameshaachana na kijana Jelan ambaye walikuwa wanapendana sana. Msikilizaji, baada ya hapo bwana Jelan, baada ya kuruhusiwa kutoka mahabusu, akiwa sasa wakati huo amekondeana baada ya kukaa muda mrefu sana mahabusu,
alirudi katika jumba lake la kifahari, ambapo sasa hapa ndipo mahali ambapo alipokuwa anaishi sasa na binamu yake mwanadada Tunu. Jelan, kwa kweli nimefurahi kukuona kwa mara nyingine. Binamu yangu, sio siri nafurahishwa na wewe kuwa huru. Nilikuwa nimekumisi sana. Yalikuwa ni maneno ya mwanadada Tunu baada ya kijana Jelan kutoka jela. Pale sasa waliishi kwa furaha sana, na ni jambo ambalo lililokuja sasa kupelekea mwanadada Tunu, kutokana na kwamba alikuwa hana mpenzi yoyote yule na wanaishi wawili tu, yeye na binamu yake ndani ya jumba. Ilifikia wakati ambapo sasa anaanza kumtamani kijana Jelan ili waweze kuingia katika mahusiano ya mapenzi. Wakati huo kijana Jelan yeye alikuwa hana hilo wazo kabisa. Alikuwa hajawaza wala hata kufikiri kwamba mwanadada Tunu anaweza kuwa mpenzi wake, bali yeye alikuwa akiishi naye tu kama ndugu na rafiki kabisa. Siku moja mwanadada Tunu aliamua sasa kufanya mitego kwa kijana Jelan. Alikuwa amevalia kigauni chake hivi ambacho kilikuwa ni cha kulalia, kilikuwa na matundu yani wavuavwe. Alafu kilikuwa ni kigauni cha mitego sana. Siku hiyo Jelan alikuwa hayupo pale nyumbani. Jelan aliporudi pale, mwanadada Tunu alikuwa ametoka ndani na hatimaye kumkimbilia kumuwahi kabisa kumlaki, wakati bado akiwa anaelekea katika nyumba ile kabla hajafika kuingia ndani. Wow, Jelan huyo alikuwa anataka kumkumbatia, na wakati huo akiwa amenyanyua mikono yake. Sasa unajua kutokana na kile kigauni chake kwamba ni kifupi, akiwa ananyanyua mikono yake alafu ni cha wavuavu, kilikuwa sasa kinapanda juu kabisa ya mapaja, karibu kabisa na kumwacha uchi kabisa. Kijana Jelan alishindwa kumkatalia dada yake kumkumbatia, kwa sababu pia ni rafiki yake ambaye yeye ndiye anayemfariji. Wow. Ambie binamu. Safi za huko. Poa sana. Umependeza kweli yani. Kweli. Umependeza sana. Hapo sasa walikuwa wanazungumza wakati wanaelekea sasa kuingia ndani ya jumba lile la kifahari. Kweli umependeza sana. Sema umekosea kitu kimoja tu. Kitu gani nimekosea, niambie? Yani umevaa hizi nguo, umependeza nguo yako, lakini sasa najua ulipaswa uivae ukiwa na shemeji yangu. Shemeji yako? Unakuwa napenda sana yani shemeji ndo angekuwa anakuona ukiwa hivi, ingekuwa hatari. Shida sasa ulipokosea ni wapi? Ni kwamba sasa ndo hapo haupo na shemeji yangu, uko na kaka yako. Wajua mimi napaswa nikuchape nikikuona hivi. Kunichapa hiyo kwio? Unichape? Mimi ni kaka yako, unakaje na nguo kama hizi mbele yangu? Labda unichape kwa kichapo kingine, sio kichapo hiki ambacho ninachokijua. Unasemaje? Ebu nani Tunu, hebu acha mambo yako basi. Hii nguo unapaswa uvae ukiwa na mpenzi wako. Yani uwe na mpenzi wako pale unapokuwa umevaa hivi, lazima mambo ya mpande yani ile yani hawezi kukuacha salama. Ila sasa unavaa huko na kaka yako, unafikiri nini kinatokea? Unazungumza habari ya mpenzi? Wewe unajiona uko salama? Hapo sasa walishaingia na wameingia mpaka ndani kwenye chumba cha kijana Jelan. Na hapo sasa mwanadada Tunu alikuwa tayari ametangulia kukaa kwenye kitanda. Mimi mpenzi ninaye tayari. Una mpenzi? Yuko wapi sasa? Au umemficha huko ndani? Naye hayupo huko ndani wala mimi. Yuko wapi? Umeanza wewe. Kwa hiyo ina maana umetoka kwa mpenzi yako, umekuja mpaka huko ukiwa na nguo hii? Mpenzi wangu ni namfahamu mwenyewe. Ni nani sasa? Imefikia kipindi ambacho wewe kweli Tunu mimi na wewe tunafichana kweli? Kuna kitu gani kinachonihusu mimi ukijui?
Jela, niache mambo yako bwana. Mimi mpenzi wangu ninaye ambaye mimi nampenda tayari. Ni nani sasa, si uniambie? Mpenzi wangu ni Jela. Pale sasa aliongea vile wakati Jela ni anaanza kupatwa na butwa, mwanadada Tunu alikuwa tayari amemkumbatia na pale pale akaanza kumnyonya mate. Jela ni alimsukuma kwa nguvu na kumtoa katika mwili wake. Wewe Tunu, ndo mambo gani haya? Hiyo wewe ndo mpenzi wangu naye kupenda. Hebu acha mambo yako. Hivi si unajua kabisa? Hivi wewe si unajua mimi na wewe ni ndugu? Mbona unataka kuleta mambo ya ajabu? Unataka sasa usababishe yale mambo watu ambao waliokuwa wanazungumza huko, mara mtoto wako sui kunifananisha mimi na mtoto wako uanze kuyaona kweli. Hebu kuwa makini basi. Kwani vipi? Mimi nakupenda na nafahamu kabisa kwamba wewe ni binamu yangu. Kwa hiyo sasa kama unafahamu, kwa nini unakuja na mambo yako ya ajabu haya? Jela, najua kusema ukweli mimi nimekaa hapa ndani mimi na wewe siku nyingi. Na nisikufiche, mimi nimekupenda sana. Yaani ule mvuto ambao uliokuwa nao toka tukiwa watoto, jinsi ambavyo nilivyokuwa na furahi tuwe na wewe, tutembee kila mahali kama ndugu. Ule mvuto naona kama umeongezeka maradufu jinsi tunavyokaa wote hapa ndani. Nafikiri ni wakati ambao mimi na wewe tunapaswa kuwa wapenzi na kuingia katika mahusiano. Tunu, hebu kuwa serious basi. Pale sasa kijana Jela ni alikuwa anahisi kwamba mwanadada Tunu pengine anadanganya hivi. Lakini alipomtazama usoni mwake, macho yake, jinsi ambavyo alivyokuwa anaongea, hata sauti yake inavyotoka, na jinsi ambavyo anamngangania kumkumbatia, ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba mwanadada Tunu alikuwa anamaanisha alichokuwa anaongea. Hebu nisikilize Tunu basi. Naona uko serious sana. Ukweli ni kwamba mimi na wewe ni ndugu, ni binamu. Na sijawahi kufikiria hata siku moja kama siku moja ungeweza kuniambia mambo kama hayo. Sijawahi kufikiri kwenye akili yangu kwamba mimi na wewe tunaweza kuwa wapenzi. Na ndio maana hata pale ambapo walipokuwa wanazungumza habari ya mtoto wako Baraka, nilikuwa nakasirika sana. Na nilikuwa naona ni wapuzi kabisa kwa sababu mimi na wewe hatujawahi kuwa wapenzi. Lakini wao wakawa wanahamasisha sana kwamba mara mtoto wako ni wa kwangu sijui nini. Hiyo vitu vilikuwa vinaniuzi. Sasa leo hii naona na wewe sijui umeshawishika na mambo yale ya maneno ya watu, umeamua kuifanyia iwe kweli. Please, nakuomba hebu kaa mbali na mimi bwana katika hayo mambo bwana. Mimi na wewe tumekuwa ndugu na rafiki wa miaka na miaka. Sihitaji tuingie katika hayo mambo ambayo yatatufanya sasa mimi na wewe tuanze kuonekana watu ambao hatuna maana. Umekuja huku kukaa na ndugu wanajua, mama yako wewe ni shangazi yangu anajua kabisa kwamba huku uko na ndugu yako. Baba anajua kwamba wewe hapa uko na ndugu yako. Sasa inakuwaje tena tuanze kubadilisha? Si tutaonekana watu hovyo hovyo. Jela, mimi niko tayari kuonekana mtu wa hovyo kwa ajili yako. Sioni kama kuna kitu ambacho kinaweza kikazuia mimi na wewe kutokuwa wapenzi. Moyo wangu umekupenda na haujabakisha kitu chochote. Maelezo yote ambayo uliokuwa unatoa naona kama ulikuwa unayarudia tu kwa sababu ni maneno ambayo unayafahamu kila siku. Hivi kweli Jela ni wewe kuniambia kwamba mimi ni binamu yako? Kwamba ndo najua nafahamu leo kwamba wewe ni binamu? Habari sui mama yangu, sui baba yako anajua kwamba eti uko na ndugu yako. Hayo maneno si marudio tu hayo, kwani ina maana mimi sijui kwamba wazazi wanajua kwamba mimi na wewe ni ndugu na tunakaa kama ndugu? Na mimi ni mtu mzima na akili zangu, nimekaa nikafikiri and I know kwamba ile jambo linawezekana. Sidhani kama utakuwa unaitendea haki nafsi yangu kwa wewe kunikataa mimi. Please, naomba unikubalie niwe mpenzi wa moyo wako. Jela, I love you so much.
Msikilizaji, kijana Jelani pale sasa alikuwa anawaza upya ni jambo gani ambalo analoweza kumjibu mwanadada Tunu ili aweze kumuelewa anachoongea. Msikilizaji, ni upande wa pili sasa nyumbani kwa kina Manyota X. Baba yake mdogo na marehemu Cleopard, huyu ni mzee Lubango, alikuwa amefika nyumbani kwa kina Manyota X. Siku hiyo alikuwa amefika akiwa amekasirika sana. Wewe bwana Manyota, wewe kwa nini umefanya mambo ya ajabu kiasi hiki? Mambo gani mzee? Hivi kweli wewe, makubaliano yetu mimi na wewe na nyinyi kwa ujumla, tulikubaliana bwana kwamba tunapaswa tuvune pesa nyingi kutoka familia hii tajiri iliyotuumiza. Sasa wewe umekubali kuandika hati ya talaka eti kiwe ndicho kigezo cha Jelani kutoka jela kweli? Mzee, toka awali nilikwambia kwamba mimi nafanya jambo ambalo linaweza likanisaidia mimi. Mimi malengo yangu hayakuwa kwamba Jelani aweze kufungwa au nini. Malengo yangu ilikuwa ni kwamba aweze kutoa talaka kwa mwanadada Adia ili niweze kumwoa. Sasa malengo yangu yametimia, unahitajije mimi ningangane kuendelea na wewe? Hayakuwa makubaliano Jelani. Hayakuwa makubaliano kuhusu Jelani kabisa. Manyota, umenikosea. Haiwezekani bwana. Yaani kweli unaacha bilioni nzima ije tugawane? Wewe unakubali eti kumwachia mtu huyu badala udai pesa unamwachia eti kwa sababu ametoa talaka? Wewe hiyo talaka inakusaidia nini kijana mtu mzima hapa mjini? Ama kweli kabisa, kumbe bwana bado mjini kuna watu ni wapumbavu kabisa. Utanisamehe kijana wangu, nimekutukana, lakini unastahili kuwa ni mjinga kabisa wewe. Mzee, mbona umefoka sana mzee Lubango? Nafikiri wewe ulikuwa unatamani sana kwamba mimi na wewe twende pamoja, lakini mimi nilikuwa na malengo tofauti. Malengo yangu mimi ilikuwa ni kwamba niweze kumpata Adia, na sasa hivi niko katika nafasi nzuri kabisa ya kumpata Adia. Habari hizo za pesa halijawahi kuwa lengo langu kwamba mimi nihangaike kupata pesa. Huo ni ujinga. Huo ni ujinga. Unataka nini huku duniani tofauti na pesa? Huyo Adia atakusaidia nini? Wewe pata pesa, Adia unamkamata tu. Sasa unamwachia. Kweli unaacha kabisa eti mtu aondoke? Badala uchukue pesa eti unachukua eti mwanamke. Hayakuwa makubaliano, kwa kweli umeniuzi. Na sasa nikwambie tu, wakili wangu huyu atasimama na mimi peke yangu sasa hivi. Hawezi kuendelea kusimama na wewe kabisa. Umevunja makubaliano ambayo tulikubaliana tupate pesa, na hata mama yako alikubali. Kumbe wewe ni mjinga hivyo. Mzee Lubango, inatosha sasa basi kuniita mimi mjinga. Siku zote jambo ambalo si malengo yako naliona ni mambo ya kijinga. Mimi nafikiri ungeachana na haya mambo na kuendelea na mambo yako. Habari ya kwamba sio wakili wako, mimi sina shida na wakili wako kwa wakati huu, na nilijua kabisa kwamba maamuzi yako yatakayofuata ni kumuondoa wakili wako. Lakini hata hivyo mimi sina shida na wakili wako. Mimi mwenyewe nina uwezo wa kupata wakili wangu, na hata sasa hivi ninaye. Mambo yangu yanaenda vizuri tu. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna kitu kinapungua upande wangu, labda upande wako tu mzee. Sawa bwana kijana wangu, kama wewe ulishawahi kuona watu wakikubaliana jambo alafu wanaume kabisa timamu alafu wanaenda kinyume na makubaliano, sawa bwana. Mimi ngoja niendelee na mambo yangu bwana, ni hangaike niweze kuhakikisha kabisa kwamba mimi ninaendelea mwenyewe na napata pesa ambazo ninazopaswa kuzipata katika familia ile. Wewe bwana, sawa, lakini hakuna shida. Wewe si umeamua bwana kwenda kinyume na makubaliano? Sawa. Hamna shida, mimi naondoka kijana. Sawa bwana, sawa. Na mama yako si amekusupport? Sawa kabisa, sawa. Mzee Lubango. Kijana, tumemaliza, mimi naondoka. Ni bora uondoke kabisa.
Malengo yako huwezi kulazimisha kwa malengo yangu. Ondoka kabisa. Sawa kijana, naondoka. Umevunja makubaliano, naondoka. Mzee Lubango pale sasa, baba yake mdogo na marehemu Cleopadi, alitoka nyumbani kwa kina Manyota X na hatimaye kurudi nyumbani kwake. Siku zilipita, siku ya kwanza na ya pili. Hata kule nyumbani kwa kijana Jelan, maongezi hayakuwa mengine, lakini mwanadada Tunu alikuwa akiendelea kusisitiza kwamba yeye aweze kuwa mpenzi wa kijana Jelan. Ilikuwa ni siku ya pili sasa. Jelan, natumaini kwamba umefika wakati rasmi wa mimi na wewe kuwa pamoja. Pamoja na kwamba umenikatalia kwa siku 2 zote nilivyokuambia. Lakini sisiti kukuambia hivyo kwa sababu naamini wewe ndo mtu sahihi katika maisha yangu. Tunu, sijui nikwambie neno gani. Kwa mimi sasa hivi jinsi nilivyo, ni mtu ambaye mahusiano yameniumiza sana. Na kama unavyofahamu, mtu akishaumizwa sana na mahusiano anakuwa mgumu sana katika kuingia katika mahusiano mapya. Hayo mambo mengine yote ya binamu na nini nimeachana nayo, lakini sasa hivi nikwambie tu kweli kwamba sidhani kama ni halali kabisa mimi kuingia katika mahusiano na wewe, kwa sababu dada yangu, wewe ni mwanamke mzuri sana ambaye unahitaji kupata mwanaume ambaye atakupenda na kukuonyesha moyo mwema sana. Unahitajika upate mtu ambaye atakuwa karibu na wewe na kukuonyesha kukuheshimu na kukupenda sana. Jambo ambalo mimi najiona kabisa siko katika hiyo nafasi. Sitaki kukuumiza. Wewe ni rafiki yangu, wewe ni dada yangu, wewe ni ndugu yangu. Sihitaji kukuumiza kabisa. Nikuombe tu kwamba uendelee kuangalia mwanaume ambaye anaweza kuwa faraja katika maisha yako. Lakini kwa mimi kwa sasa siko tayari kuingia katika mahusiano, na zaidi sana niingie katika mahusiano na mtu ambaye ninamheshimu na kumpenda miaka yote, alafu baadaye nije kumuumiza. Please, tafuta mtu sahihi katika maisha yako. Jelan, umeongea hivi na nibidi na mimi niongee ukweli wangu mpaka sasa hivi. Mwanaume sahihi katika kuishi na yeye mimi ni wewe na sio mwingine. Kwa nini unasema hivyo, Tunu? Ni kwa sababu mimi nina mtoto, na huyo mtoto anapaswa kukaa karibu na baba yake. Na wewe ndiye baba wa mwanangu. Kwa hiyo unapaswa unioe mimi, ili mwanangu sasa aache kukaa na mama yangu, bali akae na mama yake pamoja na baba yake ambaye ni mimi na wewe. Tunu, unaongea mambo gani hapo? Yaani mimi nakuaje, nawezaje kuwa mtoto wa mwanao? Jelan, najua kuna vitu vingi huvijui, lakini inanibidi sasa hivi nikwambie ukweli. Jambo gani ambalo silijui mimi? Ni mimi sizungumzi mambo mengine, nazungumza kwamba mimi nawezaje kuwa mtoto wa mwanao. Jelan, mimi hapa, wewe ndio ulinipa ujauzito, na hili jambo najua kabisa kwamba ulikuwa hujui. Na hata mimi nilikuwa sijui, lakini nimekuja kujua. Wewe, hebu Tunu, hebu naomba usikilize kidogo. Mimi na wewe ni watu wazima. Tunafahamu kabisa kwamba ili wewe uweze kupata mimba kupitia mimi ni lazima mimi na wewe tumeshiriki tendo la ndoa. Mimi na wewe wote tunafahamu, wewe unafahamu na mimi nafahamu kabisa kwamba sijawahi kulala na wewe hata siku moja. Hatujawahi kushiriki penzi mimi na wewe. Unawezaje kuniambia kwamba Baraka ni mtoto wangu?
Yaani mtoto wako wewe awe ni mimi niliyempata. Nilimpataje na wewe na kati? Mbona unazidi kunichanganya kichwa changu wewe? Na nilikuwa najua kwamba utachanganyikiwa. Lakini niko hapa kwa ajili ya kukuambia vizuri ili usichanganyikiwe. Kuniambia kitu gani sasa ambacho wewe unafikiri ninaweza nikakuelewa kwamba mtoto Baraka ni wa kwangu na wakati mimi sijawahi kulala na wewe? Jelan, kuna siri kubwa katika mtoto Baraka ambayo watu wengi hawajui. Mtoto Baraka ni mtoto wako, na hata mimi kweli nilikuwa sifahamu, lakini nimefahamu nilivyorudi South Africa juzi kati. Kuna kipindi ulienda South Africa miaka ya nyuma. Labda nikueleze kitu kimoja. Unamkumbuka mwanadada ambaye ulikuwa unatoka naye kimapenzi anaitwa Eva ukiwa South Africa? Ya, ndio namkumbuka. Unakumbuka kwamba alikuwa ni mpenzi wako ambaye alikuonyesha kukupenda sana sana? Unakumbuka vizuri? Ndio nakumbuka. Unataka kusemaje? Ukweli ni kwamba yule pale ndiye ambaye aliyechukua mbegu zako, na hizo mbegu zako ndizo ambazo zilizonipa mimba mimi. Yaani unaongea lakini bado unazidi kunichanganya mimi. Tunu, hebu ongea unyoke haraka nikuelewe kwanza. Wewe ulikuwa na mume wako na unafahamika kabisa kwamba wewe ulipata mtoto na Cleopatra marehemu mume wako. Sasa mbona unazidi kunichanganya? Hebu sikiliza nikwambie kitu. Mimi ni mtu mzima. Hebu naomba unyoke tu mimi nikuelewe. Yaani masuala ya kupita kona sui Eva sui nini mimi sitaki. Naomba uongee unyoke. Inanibidi niende taratibu ili uweze kunielewa vizuri. Naomba unisikilize Jelan. Mume wangu mimi marehemu Cleopatra alikuwa na tatizo katika mfumo wake wa uzazi. Yaani ni kwamba mbegu zake ambazo zilizokuwa zinazalishwa zilikuwa hazina uwezo kabisa wa kutia mimba. Yaani zinakuwa ni zikizalishwa tu zinakuwa ni matured. Yaani hazijakomaa, kwa hiyo haziwezi kutia mimba. Tatizo lake hilo lilimfanya yeye sasa atafute namna ya kupata mtoto. Na yule Eva ambaye alikuwa ni mpenzi wako alifanya kutumwa na yeye ili awe mpenzi wako. Lakini hakuja kwa upendo hata kidogo, alilipwa pesa. Na kwa sababu mume wangu Cleopatra alikuwa hana uwezo wa kuzalisha mbegu za kunipa mimi mimba, kitu alichokifanya, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kufanya mapenzi vizuri na alikuwa anatoa tu, alikuwa anapiga na kufika kileleni vizuri tu, kwa sababu shida ilikuwa ni kwamba mbegu hazikomai, hazina uwezo wa kukomaa. Lakini alikuwa na uwezo wa kuzalisha sperm zile, yani zile majimaji zingine zile zilikuwa zinatoka semen kama kawaida. Ilikuwa ni ngumu mimi kugundua hivyo kwamba Cleopatra hana uwezo wa kunipa mimba kwa sababu tu alikuwa na uwezo wa kufanya mapenzi vizuri. Cleopatra alilijua tatizo lake, na hapo ndipo ambapo alipoongea na daktari mmoja ili aweze kumsaidia katika jambo hilo. Unakumbuka kipindi ambapo ulipopata malaria na wewe ukalazwa hospitalini kule Johannesburg? Ndio nakumbuka. Hebu ongea nikusikie. Mimi nakumbuka. Unaweza kumkumbuka daktari ambaye aliyekuwa anaitwa Dribo? Ja, namkumbuka yule vizuri. Daktari ambaye aliyekuwa anakuhudumia wewe, yule daktari yule ndiye ambaye aliyeshiriki
pamoja na mwanadada Eva ambaye aliyekuwa mpenzi wako, ili kuweza kuhakikisha kwamba anamwagiza namna ya kuchukua mbegu zako na hatimaye akishazichukua azipeleke kwake. Ikawaje? Yule mwanadada siku moja alikuvizia baada ya kutumia kinga na hatimaye alichukua mbegu zako na alimpelekea yule Daktari Dribo. Daktari Dribo alipozichukua zile mbegu, mimi siku moja na mimi niliumwa. Nilipoumwa nikawa nimezidiwa, yule daktari ndipo aliponipandikizia mbegu zako. Na mimi nilikuwa sifahamu, nimekuja kufahamu baada ya kurudi Johannesburg juzi kati. Kilichotokea ni nini? Ni kwamba mimi nilipoumwa nilipandikiziwa zile mbegu. Hebu sikiliza kwanza. Hivi mbegu wewe ambazo zimechukuliwa kwangu ziliwezaje kukaa na wakati mimi mpaka kipindi hicho mpaka wewe kuja kupata ujauzito ilikuwa imeshapita miaka 2. Wewe ndio unakuja kupata ujauzito toka kipindi ambapo nilipokuwa mimi ninatoka na Eva mpaka wewe kuja kupata ujauzito ilikuwa imepita miaka 2. Mbegu zile aliwezaje kuzichukua alafu akazipeleka kule kwa muda wa miaka 2? Jela niko hivi, mbegu siku hizi zina uwezo wa kuhifadhiwa hata muda wa miaka 10. Kwa hivyo Dr. Dribo alizihifadhi vizuri katika njia za kisasa. Na zile mbegu ndizo ambazo mimi nilikuja kuzipandikiziwa nikiwa mimi sijui kipindi nilipoumwa. Hapo ndipo sasa ambapo mimi nilipata ujauzito bila kutambua kwamba hiyo mimba sio ya mume wangu Cleopard, bali ni ya kwako wewe. Ebu nisikilize wewe. Kwa hiyo wewe unataka kuniambia kwamba hilo jambo unaloongea una uhakika nalo? Nina uhakika 100% kwa sababu nilivyoenda South Africa juzi nilikutana na yule daktari na alinithibitishia kwa kunipa mpaka vyeti mpaka tarehe ambayo aliyopandikiza hiyo mimba kwangu. Ilinibidi nifanye utafiti na kumtafuta ambaye aliyekuwa mpenzi wako kipindi kile, mwanadada Eva. Nilifanikiwa kuonana naye na ni kweli alinieleza kila kitu. Akaniambia kwamba alizichukua mbegu zako akawa amezifunga vizuri kupitia ile kinga ambayo mliokuwa mmetumia. Alipokuwa amesema anaziweka kwenye dustbin ambayo ilikuwa iko pale ndani, pale kwenye dustbin alikuwa ametanguliza kifaa ambacho alichopewa na Daktari Dribo. Na hivyo kwenye kuweka pale hakuweka kwenye dustbin moja kwa moja, bali aliweka kwenye kifaa ambacho kilikuwa kinaweza kutunza mbegu zile zikaendelea kuwa salama kwa muda mrefu. Alipofungua ile dustbin alidondosha pale, alikifunga na hatimaye alikuja kuendelea kufanya mapenzi na wewe akiwa tayari ameshapata mbegu zako. Pale sasa kijana Jelan alijiona ni mjinga sana ambaye aliyezidiwa akili na mwanadada Eva katika habari ya mapenzi na mbegu zake kuchukuliwa. Afanye nini sasa? Jelan aliendelea kufikiri pale huku akiwa anaendelea kuchanganyikiwa. Na zaidi pia alikuwa ameweka kamera mle ndani. Ilikuwa inaonyesha jinsi ambavyo alivyokuwa anachukua mbegu zako. Nilifanikiwa kupata kaklipu kadogo ambako alisema hanipi pakubwa, ila alinionyesha tu wakati anatoka kufanya na wewe kidogo na mpaka anapatapo alipochukua mbegu zako na kuziweka katika kifaa maalum. Angalia klipu hii hapa. Ni baada ya sekunde kama 40 hivi. Klipu ile ilikuwa imeshafika mwisho. Mwanadada Tunu alikuwa akimuonyesha Jelan klipu iliyokuwa inaonyesha yeye wakati anachukua sasa mbegu zake na kuziweka katika kifaa maalum alichokuwa amepewa na Dr. Dribo kwa ajili ya kuhifadhia mbegu za kijana Jelan. Pale sasa kufikia pale Jelan alikuwa hana namna ya kupinga tena.
Alikuja kukumbuka jinsi ambavyo mwanadada Adia alivyokuja kumuonyesha vipimo vya DNA ambavyo vilivyokuwa vinaonyesha kabisa kwamba mtoto Baraka ni mtoto wake kabisa. Kufikia pale, Jelani ilibidi aamini na kuanza kuwaza ni nini cha kufanya kuanzia pale. Na hata hivyo, kwa kweli nilitaka niwafungulie mashtaka Daktari Dribo pamoja na Eva kwa kunifanya mimi kupata ujauzito wa mtu ambaye nilikuwa sijatarajia, na isitoshe wewe ni ndugu yangu. Lakini sasa baada ya wao kunieleza vile, nilifikiri sana, nikakumbuka kwamba mume wangu Cleopatra amefariki na nimeonyeshwa hati zote ambazo walizokuwa wamesainishana na Dr. Dribo ili kwamba baadaye kama ikitokea shida Dr. Dribo aweze kujitetea. Niliamua ninyamaze tu kwa sababu hata hivyo wewe ni ndugu yangu. Kwa hivyo nikwambie tu kweli kwamba Baraka mtoto wangu ni mtoto wako halali kabisa, na wewe sasa unapaswa wewe na mimi tuweze kuoana ili tuweze kukaa na mtoto wetu. Tunu. Ukweli ni kwamba naona kama ninaota. Hii naiona kama ndoto. Ni ndoto fulani hivi ambayo naiota mchana kweupe kabisa. Hivi jambo umemweleza mama yako, shangazi, umemweleza shangazi? Na baba yangu je, hivi umetoa hizo taarifa kwa wazazi wangu wanajua? Hapana, kwa kweli. Sikutaka waanze kujua wao, nilitaka waanze kujua wewe baba wa mtoto kabla ya wao. Kwa hivyo niliamua tu kwamba nianze kukwambia wewe na hatimaye wao watafuata. Lakini tambua kuanzia sasa hivi kwamba Baraka ni mtoto wako halali na mazingira ndo kama hayo. Wakati wanaendelea kuzungumza pale, sasa walisikia honi nyingi za gari zikiwa zinapigwa kule mlangoni. Ilibidi sasa waache mazungumzo yao na kutoka kuangalia. Walipotazama walikuta kwamba ni gari ya polisi ndio ambayo iliyokuwa imefika pale. Pale wale polisi waliingia mpaka ndani ya geti na moja kwa moja walikuja kuwaweka chini ya ulinzi mwanadada Tunu pamoja na kijana Jelan. Wewe nafikiri bila shaka wewe ndio Jelan ya Ikaeli? Ndio afande. Kuanzia sasa hapa uko chini ya ulinzi kwa kosa la mauaji ambayo uliokuwa umeyafanya. Mauaji gani? Mauaji gani afande? Ni jana kuamkia leo ndipo ambapo ulipokwenda kutekeleza mauaji ya kijana Manyota X pamoja na mama yake. Uliwaulia pale nyumbani kwao, na sasa hivi hapa uko chini ya ulinzi. Tuongozane hadi kituo cha polisi. Pale sasa kijana Jelan alikuwa hana jambo la kuongea. Alikuwa akifikiri sana kwamba ni vipi amemuua Manyota X, na wakati hajawahi kusogea na kukutana naye hata siku moja. Lakini alikumbuka kwamba jana yake yeye alikuwa amepita karibu na nyumbani kwa kina Manyota X kwa sababu alikuwa na hamu kubwa sana ya kumuona mwanadada Adia, huku akijua kabisa kwamba mwanadada Adia kwa kipindi hiki lazima alikuwa anaishi na kijana Manyota. Kwa hivyo alipita katika mtaa wa kina Manyota akitamani kwamba angalau angeweza kumuona Adia aweze hata kumsalimia. Lakini hata hivyo hilo halikupelekea, mawazo yake yale hayakupelekea yeye kuachwa pale. Alikamatwa na kupakizwa kwenye gari ya polisi, na moja kwa moja sasa gari liliongoza hadi kituo cha polisi. Kufikia pale sasa mwanadada Tunu alipiga simu haraka sana kwa wazazi wa kijana Jelan ili waweze kufahamu kuhusu habari ya kukamatwa kwa Jelan. Kwa sababu ukweli huu ulikuwa ni mwaka wa matatizo sana kwa kijana Jelan. Siku si nyingi ametoka mahabusu, lakini pia amerudishwa tena, na awamu hii amerudishwa kwa kosa kubwa sana, kosa ambalo lilikuwa ni kosa la mauaji ambalo kwa kweli lisingekuwa na dhamana kabisa. Hali ya majonzi ilizidi kutanda nyumbani kwa kina Jelan
lakini pia vile vile kwa mwanadada Tunu ilikuwa ni huzuni iliyozidi. Pale sasa waliongozana. Jelan alipofika mahabusu kule lockup, baba yake na mama yake mzee Aikaeli pamoja na Bi Aminia walikuja nao kule kituo cha polisi ili kuweza kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Ni ukweli kwamba watu wengi walikuja kumjulia hali na kinachoendelea kijana Jelan, kwa sababu tu alikuwa anafahamika sana na alikuwa ni tajiri katika nchi hii. Mzee Aikaeli moja kwa moja yeye alihitaji kuonana na mkuu wa kituo ili aweze kufahamu kindakindaki ni nini ambacho kimempata mwanae. Bwana kiongozi, shida ni nini kwa kijana wangu tena? Kijana wako anatuhumiwa kwa mauaji ambapo Manyota X pamoja na mama yake wameuawa wakiwa nyumbani kwao. Na kifo hiki kinasadikika kabisa kwamba Manyota X ameuawa na kijana Jelan. Na kijana Jelan jana alionekana kabisa akiwa anapita mitaa ile. Inaonyesha kabisa alikuwa anasoma doria, lakini mambo mengine yote yatafahamika vizuri baada ya uchunguzi. Pale sasa mzee Aikaeli aliishiwa na pumzi kwa sababu na yeye ukweli alikuwa haujui. Alikuwa hajui kwamba ni kweli Jelan amemuua Manyota X pamoja na mama yake au la. Jambo lile lilimfanya hata Bi Aminia atake kuamini kwamba pengine kutokana na kwamba Jelan alikuwa anampenda sana Adia, huenda ametekeleza mauaji yale ili aweze kumrudia Adia. Maskini ya Mungu. Kumbe bwana walikuwa hata wao hawajui, wameingia na mashaka na kumhisi kijana wao bure, lakini ukweli ni kwamba Jelan alikuwa hahusiki kabisa na mambo yale. Habari ya uchunguzi iliendelea, lakini sasa Jelan aliendelea kukaa mahabusu kwa kipindi kirefu kabisa. Zaidi ya mwaka mmoja alikuwa yuko mahabusu, lakini miaka miwili iliisha akiwa bado yuko mahabusu kule na uchunguzi ukiwa unaendelea kuhusiana na kifo cha Manyota X pamoja na mama yake. Ni baada ya miaka miwili na miezi miwili ndipo ambapo uchunguzi ulipokamilika, ikagundulika kabisa kwamba Jelan alikuwa hahusiki na mauaji yale, bali mauaji yale alikuwa ameyafanya baba mdogo wa kijana Cleopard, yaani mzee Lubango. Uchunguzi ulienda mbali zaidi kwamba mzee Timbudo bwana alifahamika kabisa kwamba kwenye uchunguzi ulionyesha kwamba yeye ndiye ambaye aliyefanya mauaji. Alikwenda na kuwapiga risasi Manyota X pamoja na mama yake, na kosa kubwa likiwa ni usaliti ambao Manyota X aliufanya kuamua sasa kumuacha Jelan aweze kutoka jela na hatimaye kugeuka mzee Timbudo ambaye walikubaliana kabisa kwamba yeye ndiye ambaye wataungana kwa ajili ya kutafuta pesa kutoka katika familia ya Jelan. Baada ya kufahamika vile, mzee Timbudo sasa alikamatwa na Jelan aliachiwa. Timbudo kesi iliendelea na baba yake mdogo Cleopard, mzee Timbudo, japokuwa alikuwa ni mzee lakini alihukumiwa kifungo cha maisha. Wakati huo sasa mwanadada Tunu na yeye alikuwa ameshaolewa. Kijana Jelan sasa pale alikuwa na msongo wa mawazo sana baada ya kukaa jela kwa muda wa miaka miwili na miezi zaidi ya miwili. Wazazi wake, yaani mzee Aikaeli pamoja na Bi Aminia, waligundua kabisa kwamba kijana wao ana tatizo. Walisema huyu ni lazima waweze kumpatia namna ili aweze kurudi kwenye mudi nzuri ya kawaida. Waliamua kumtoa hapa nchini Tanzania na kumpeleka akafanya mapumziko nchini Canada, lakini pia vile vile wakiomba kwamba aweze kupata mwana psychology ambaye angeweza kumweka vizuri, akae akiwa ametulia vizuri. Ni kweli alikaa kule kwa muda wa mwaka mmoja na kijana Jelan akawa sasa amerudi katika hali yake nzuri, psychology yake imekaa vizuri, afya yake imerudi vizuri, na ndipo aliporudi nchini Tanzania. Yalikuwa ni maisha mapya kabisa. Wakati huu hakuna mwanadada Tunu na wala hadi ya wakati huo hajui mahali alipo kabisa. Kijana Jelan
Kwa kweli alikuwa hahitaji kuingia tena katika mahusiano. Zaidi sana alianza kuwekeza zaidi katika mapambano ya biashara zao, kwa sababu aliporudi baba yake pamoja na mama yake walimrudisha rasmi katika kampuni za familia, na yeye sasa akawa yeye ndo anazisimamia. Kwenda kwake Canada kulikuwa kumemfanya kama ameenda kuupdate akili zaidi. Akili yake sasa ilienda vizuri zaidi. Akaanza sasa kufungua miradi mbalimbali ambayo ilikuwa inaingizia sana familia yake pesa. Kutokana na matatizo ambayo aliyokuwa ameyapata, kijana Jelan alisema ni lazima achukue hisa katika kampuni moja ambayo inayo mahospitali mengi, na yeye aweke mtaji wake mkubwa sana pale kwa namna ya kununua hisa, ili ndani ya hizo hospitali awekeze vizuri katika kitengo cha kusaidia watu kisaikolojia na kuwasaidia watu katika lishe. Jelan alichukua kampuni moja kubwa, lakini ilikuwa na hospitali ambazo bado hazijaimarika sana. Alinunua hisa nyingi za kampuni ile, na hatimaye sasa aliwekeza mtaji mkubwa kabisa katika kampuni ile. Kiukweli ilifikia wakati ile kampuni ni kama ameinunua, kwa sababu zaidi ya 88% alikuwa yeye ndo mmiliki wa kampuni ile. Mle ndani kwanza aliongeza hospitali zikawa nyingi, matawi mbalimbali katika nchi. Alafu pia vile vile aliwekeza sana katika kitengo cha psychology, kwa sababu alisema mateso ambayo aliyoyapata ni lazima wasaidie watu wengine, sio kwa kuwalipia pesa, lakini wasaidie kwa kuongeza huduma za psychology ziwe karibu sana na wao. Kufikia kipindi hiki bwana, Jelan alikuwa hafahamiki kwamba kimapenzi yanatoka na nani. Na kiukweli ni kwamba alikuwa hana mpenzi. Lakini kulikuwa na mwanadada mmoja hivi ambaye alikuwa anaonekana naye mara kwa mara. Huyu mwanadada sio mwingine lakini ni Salome Kimambi, mwanadada mashuhuri kabisa nchini, ambaye ni mwigizaji ambaye amevuma sana kwa filamu inayokwenda kwa jina la Dream of Love. Mwanadada Salome Kimambi ni maarufu sana. Ni mwanadada ambaye ameumbwa vizuri kabisa. Ni mwanadada ambaye ni maarufu nchini. Salome Kimambi bwana, huyu ndiye ambaye aliyekuwa rafiki mkubwa sana wa kijana Jelan. Basi bwana, kutokana kwamba yule dada alikuwa ni maarufu, Salome Kimambi, na yeye mwenyewe alimpenda sana kijana Jelan. Sasa pamoja na kwamba Jelan alikuwa hajawahi kumtongoza, lakini mwanadada Salome Kimambi alikuwa na yeye ameamini kabisa kwamba uhusiano wao au ukaribu wao ambao anao yeye na kijana Jelan moja kwa moja utawapelekea wao kwa wapenzi. Basi bwana, ilikuwa ni siku moja hiyo ambayo walikuwa sasa wako katika mazungumzo yao na stories hapa na pale, Jelan pamoja na mwanadada huyu ambaye ni mwanafilamu, yani mwanadada Salome Kimambi. Katika mazungumzo yao wakiwa wanapiga stories hapa na pale, mwanadada alimuuliza neno moja, Jelan, hivi wajisikiaje kukaa na mimi hivi? Ukweli bwana Salome rafiki yangu, ni kwamba mimi ninakuwa na furaha sana ninapokuwa na wewe. Na hasa kipindi hiki ambacho mimi nimeamua kuwa busy na kazi. Kuna muda nahitaji kweli kusikia sauti ya mwanamke, na wewe ndio hiyo sauti ambayo naipata kutoka kwako. Kuna muda unaniliwaza, napiga story sana na wewe. Kwa kifupi mimi nafurahi sana kuwa karibu na wewe. Haya, asante. Kwa nini umeuliza hivyo lakini? Hapana, nimefurahi tu kuuliza bwana, au nimekosea? Hapana, hujakosea. Basi potezea kama sijakosea. Muda huo mazungumzo yao bwana yaliishia hapo kuhusiana na mahusiano. Sasa msikilizaji, katika kupiga stories zao zingine, kijana Jelan ghafla
alianza kujisikia vibaya. Alianza kujisikia vibaya, na wakati huo shingo yake ikiwa kama inageuzwa. Unajua mtu ambaye kama amepigwa sana malaria kubwa jinsi inavyoanza kugeuza mwili. Sasa shingo yake ilianza kugeuka huku akiwa anang'ata meno. Kidogo pale pale, yani kama mtu ambaye sio anadondoka na tetanus pengine, yani kama mtu ambaye ameshikwa na pepo punda vile. Sasa ile hali ilimpelekea Jelan pale pale kudondoka chini huku akiwa amekakamaa sana. Mwanadada Salome pale aliogopa sana kwamba ni jambo gani ambalo linamtokea Jelan. Lakini alikuwa anajua ni jambo gani la kufanya. Haraka sana alipiga simu ili aweze kupata msaada kwa polisi. Polisi walikuja pale, lakini pia gari ya daktari ilikuwa imefika pale. Na moja kwa moja alipakizwa kwenye gari. Polisi wao walichosaidia ni kutoa tu msaada, lakini kwa sababu kulikuwa hakuna tukio lolote la kihalifu, wao waliendelea na shughuli zao baada tu ya kuona kwamba Jelan tayari ameshapakiwa na gari ya daktari na amepelekwa hospitalini. Msikilizaji, Jelan alipofikishwa alipelekwa katika hospitali ambayo ni ile ambayo ni hospitali za kampuni yake ile ambayo anamiliki kwa asilimia zaidi ya 88. Alipofikishwa pale alifanywa vipimo na haraka sana ilikuja kufahamika tatizo, kwa sababu taarifa pia zilikuwa zimeshafika kwa wazazi wake na wao walitamani sana waweze kufika. Walifika pale hospitalini na hatimaye waliambiwa kwamba anaendelea vizuri na hatimaye atazinduka. Ilibidi sasa pale mwanadada Salome, kwa sababu alikuwa ni kama amekuwa mwanafamilia wa familia ya mzee Ikaeli, kutokana na kwamba familia ya mzee Ikaeli ilikuwa imempenda sana. Ilikuwa inatamani kabisa kama Jelan angepata kumwoa. Basi walikuwa wamekaa watu watatu muda fulani. Walikuwa wamekaa mzee Ikaeli pamoja na Biamini ya mkewe, na pembeni alikuwepo mwanadada Salome, huyu mwanadada mwigizaji maarufu kabisa. Sijui tatizo hili lakini linatokana na nini. Mimi nafikiri daktari atakapokuja hapa atatueleza vizuri zaidi, tofauti na hivi alivyotuambia atazinduka. Nafikiri atatueleza vizuri zaidi. Nafikiri baada ya Jelan kuzinduka ndipo ambapo atatueleza vizuri zaidi. Ila kweli msikilizaji, alikuwa ni maongezi ya mzee Ikaeli pamoja na mkewe, mahali wakiwa wamekaa wakiwa wanasikiliza utaratibu wa daktari. Zilisha muda wa siku moja, hatimaye 2, na siku ya 3 Jelan alikuwa amezinduka, na akiwa muda ule sasa akiwa anashangaa mahali alipo. Katika hospitali ile msikilizaji, mama yake Jelan pamoja na baba yake Jelan pamoja na mwanadada Salome walikuwa wamekaa mahali wakiwa wametulia wanasubiri maelezo kutoka kwa daktari. Hatimaye waliitwa katika chumba cha daktari, wakati huo Jelan akiwa naye amezinduka, na walikaa pamoja pale ili kupewa maelezo ambayo yanayotokana na ugonjwa uliompata Jelan. Ukweli ni kwamba tatizo hili ni tatizo ambalo linatokana na maisha ya nyuma ambayo mtu aliyoyaishi. Jelan katika historia ya maisha yake inaonyesha kwamba alishawahi kupata msongo wa mawazo, kitu ambacho kilipelekea mfumo mzima wa fahamu, kwa maana ya hizi neuron, kupata shida. Kwa hivyo hii shida iko kwenye mfumo wa neuron, na kama kawaida mfumo wa neuron unapoleta shida inaweza kupelekea pia tatizo kwenye moyo. Sasa tatizo hili linahitaji utaratibu maalum ili liweze kuisha, na kama sio kuisha basi liweze kupungua sana na aishi kama kawaida. Kutokana na msongo ambao alishawahi kupata
huko nyuma. Inaonyesha kabisa kwamba anahitajika apate daktari maalum ambaye atamsaidia katika psychology, kwa sababu haya mambo yani matatizo aliyoyapata kuna muda yanakuja anayakumbuka, akiyakumbuka pale sasa mfumo wa neuroni, kwa sababu tayari ulishakuwa na shida, anazidi kupata tatizo, ndo hili jambo linamkuta. Na kama lisipotibiwa, maana yake ni kwamba kuna kipindi atakakamaa na hata zinduka, ndio mwisho utakuwa mwisho wa maisha yake. Dokta, hebu kwa haraka, ni jambo gani linapaswa lifanyike hapo? Hapa anahitajika apate daktari maalum ambaye anaweza kusimama na yeye kumpa maelekezo ya nini chakula, lakini pia ambaye atamsaidia katika psychology. Madaktari wetu wa psychology hapa wanafahamu hayo mambo na wanajua ni nini cha kufanya. Na nafikiri tutampatia daktari maalum kutoka hapa au katika moja ya hospitali zetu, ili aweze kusaidika na kupata daktari maalum ambaye atakayemsaidia kwenye psychology. Kwani hakuna dawa ambazo anaweza kutumia na hilo tatizo likaisha? Mzee wangu, tatizo ni kwamba hili tatizo alilonalo limebezi zaidi katika masuala ya psychology na lishe. Kwa sababu pamoja na psychology kuwekwa vizuri, lakini lazima lishe ibadilike ili iweze kurudisha mfumo wake wa fahamu na mfumo wake wa moyo uweze kukaa vizuri. Kwa hivyo pamoja na kwamba anatibiwa psychology ili hayo mawazo yanayomjia yasimfuate mara kwa mara, lakini sasa lazima neuroni, kwa maana mfumo mzima wa fahamu na pamoja na moyo, lazima urudishwe katika hali ya kawaida sasa, ili na namna ya kurudisha ni namna ya lishe ambayo ataelekezwa na madaktari wetu. Sawa. Msikilizaji, pale sasa mzee Aikaeli pamoja na mkewe, wakati huo akiwepo mwanadada Salome, kipenzi cha familia ya mzee Aikaeli, pamoja na kijana Jelan, waliruhusiwa kutoka pale katika hospitali ile, lakini akiambiwa kabisa kwamba Jelan atapewa utaratibu wa kumpata daktari. Na hata hivyo ilikuwa sio tatizo hata kidogo, kwa sababu yeye alikuwa ni bosi kabisa wa hospitali zile, na hasa ukizingatia kitengo cha psychology amekianzisha yeye, na ni kitengo ambacho alichokuwa anakimiliki kwa 100%. Walitoka pale na hatimaye sasa Jelan alirudi nyumbani kwake. Kule sasa mwanadada Salome alikuwa akimfuata kwa ajili ya kuendelea kumliwaza. Aliendelea kumliwaza Jelan wakati huo akiwa wanasubiri daktari ambaye atakayepangiwa kwa ajili ya kumfundisha au kuishi naye psychology Jelan ili aweze kurudi katika hali ya kawaida. Mwanadada Salome aliondoka pale nyumbani baada ya usiku kuingia. Ilipita siku ya kwanza na ya pili, ndipo sasa Jelan alipopigiwa simu kutoka kitengo cha psychology ambacho alichokuwa yule daktari ambaye aliyemweleza kwamba anakwenda kumpangia daktari ambaye atakuwa anaishi na yeye, yani atakuwa naye karibu zaidi kwa ajili ya kumsaidia katika masuala yake ya psychology ili tatizo lile lipotee kabisa. Bosi Jelan, habari yako bwana? Salama bwana, lakini mimi bwana ni mgonjwa bwana, wala hakuna sababu ya kuniita bosi bwana. Bwana, wewe ni bosi wetu bwana. Sasa tutaachaje kukuita bosi? Anyway, endelea. Daktari wako tayari tumesha mpanga, na huyu yeye anatoka huko Mwanza, ametoka kwenye tawi letu la hospitali yetu Mwanza, na muda wowote atafika hapa kwa sababu tayari alishakatiwa tiketi ya ndege, na akishafika hapa
tutamwelekeza na atakuja kuonana na wewe ili uanze dozi rasmi. Sasa sijui mtakutana naye nyumbani au utakuwa ofisini. Nafikiri atakapofika tutawasiliana ili uweze kujua kwamba mnakutana wapi. Basi hamna shida dokta, hamna shida. Mazungumzo yao yaliishia pale msikilizaji. Jelan aliendelea na shughuli zake. Hatimaye alienda kule ofisini ambapo zilipokuwa ofisi za kampuni zake. Wakati akiwa ametulia, ikiwa ni mida ya jioni kabisa, sasa anahitaji kurudi nyumbani, alipokea simu kwa daktari yule yule wa kitengo cha psychology ambaye sasa alikuwa akimpigia simu kumpa taarifa kwamba daktari wake tayari ameshafika na anwani yake amempa ili aweze kufika mahali ambapo anapokaa. Jelan, kwa sababu alikuwa katika ofisi mpya zinazohusika na masuala ya kampuni za afya na wala sio kwenye ofisi za kampuni yao ile ya masuala ya ujenzi na mambo mengine kama yale. Sasa alikuwa katika ofisi mpya. Alitoa maelekezo kwamba daktari huyo aweze kumfuata ofisini kwake ili waweze kukutana. Ni Jelan alikuwa amekaa ofisini, amepumzika zake pale sasa. Badala ya kutoka kwenda nyumbani, alisema inabidi aendelee kumsubiri daktari wake huyo wa psychology ili aweze kuja pale, waweze kuelewana na kukubaliana mambo pale, wajue ni namna gani ambapo dozi hii ya psychology itakavyoanza na mifumo ya kula inapaswa iweje. Jelan akiwa amepumzika katika sehemu ya kupumzika pembeni ndani hapo ya ofisi yake, sehemu ambapo ilikuwepo ya kupumzika, alikuwa sasa pale anasubiri. Kidogo baada ya muda mfupi sana, sekretari wake ambaye alikuwa ni mwanamke alikuja na kumpa taarifa. Samahani bosi, kuna mgeni wako, ni mruhusu aingie au uko busy? Mruhusu, niko free kabisa, mruhusu aingie ndani. Sekretari alienda pale mlangoni na hivyo kumruhusu daktari yule kuingia ndani ili aweze kukutana na kijana Jelan kule ofisini. Alipoingia ndani tu, Jelan hakuamini macho yake, wala daktari hakuelewa kabisa macho yake alichokiona. Wewe si Adia wewe? Kwani wewe ni hivyo ni Jelan ninayekufahamu ndo ninayekuona hapa? Ndo mimi, karibu sana. Kwa hiyo wewe ndo mgonjwa ambaye niliyeletwa kwamba nimsaidie? Ya, ni mimi. Na wewe ndo daktari ambaye uliyeletwa kwangu kuhusu masuala ya psychology? Ndio. Wewe ndo daktari, yani wewe ndo mtu ambaye ni mgonjwa ambaye niliyeletwa ili nikusaidie wewe? Wewe hapo? Ndio. Kuna shida gani? Nisikiliza ngwambie kitu. Jelan, sina uwezo wa kukuhudumia wewe. Kwa nini? Siwezi kukuhudumia wewe. Sina uwezo wa kukuhudumia wewe. Yaani hata nifanyeje? Na ningekuwa najua kabisa kwamba wewe ndo mtu ambaye anakuja kukuhudumia, nisingethubutu kutoka Mwanza kuja hapa. Shenzi mkubwa kabisa wewe. Wewe, hebu nisikilize wewe. Njoo hapa. Siwezi. Pale sasa mwanadada Adia aling'ang'ana kutoka nje ya ofisi ya Jelan. Jelan alimshika kwa nguvu. Njoo hapa. Hivi unajielewa sawa sawa? Najielewa. Unataka nini? Kwani lazima kukutibu wewe? Watu wenye matatizo kama ya kwako ya psychology wako wengi, sio lazima nikutibu wewe. Nisikilize. Kwa hiyo wewe unachagua watu wa kuhudumia, si ndivyo? Ndio. Lazima nichague. Mimi ni professional, siwezi kulazimishwa kutibu mtu ambaye sijataka. Ni kitu gani hicho ambacho hadi kinakufanya wewe usinitibu mimi? Alafu wewe umekuwa daktari lini? Wewe kama uliendelea kuwa na dharau na mimi, ndio utajua mimi ni daktari na ndio maana nimeletwa hapa. Waulize hawa ambao walionituma mimi kuja hapa. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, nimesema mimi siwezi kukuhudumia wewe. Siwezi kukuhudumia wewe. Mateso ambayo ulionipa mimi, siwezi kuhangaika na wewe tena. Yaani nakuhitaji tena, hilo baya likutokee kabisa. Niache mimi niondoke. Pale sasa mwanadada Adia alilazimisha kutoka katika ofisi ya kijana Jelan. Kufikia hapa,
mwanadada Adia alikuwa hajui kabisa kwamba hospitali ambayo anayofanya kazi na hasa kitengo ambacho anakisimamia, yaani kitengo cha psychology, kilikuwa ni kitengo ambacho kinamilikiwa kwa 100% na kijana Jelan. Alitoka Speedy pale na kugoma kabisa kwamba hawezi akamhudumia Jelan kabisa. Naam msikilizaji, sasa Jelan atachukua hatua gani? Daktari ambaye amemwajiri yeye anagoma kumtibu. Vipi, atachukua maamuzi ya kumfukuza kazi au anachukua maamuzi gani? Hebu endelea kubaki na mimi ndani ya makala simulizi ili ujue ni nini ambacho kinachoendelea hapa kati ya mwanadada Adia, daktari ambaye aliletwa kumsaidia Jelan psychology, na yeye akiwa hafahamu kabisa kwamba hospitali ile na kitengo kile cha psychology kinamilikiwa kwa 100% na Jelan. Alikuwa hafahamu na sasa amemgomea kabisa kwamba hawezi kumtibu kwa sababu tu ya mateso aliyompa huko nyuma, kwa sababu aliyeshawahi kuwa mke wake. Sasa ni nini kinafuata? Kutana na mimi katika sehemu ya 11. Bye bye. Mungu akubariki sana.